Huenda Ismail Olivier Toure akawa ndo mchezaji ambaye amesajiliwa kwa mkono wa mzabuni wa klabu ya Simba Sports Club Jairuti Investment Company Limited, na nitakuja kuelezea hapa. Nitajaribu kuwaelezea kwa umakini kwa kadri nitakavyoweza na kwa usahihi ambao na uona katika dili hili. Kuna wachezaji wengi Simba wamewasajili. Najua kuna mtu mpaka hapo anajiuliza, je, hili ndio pendekezo ambalo sisi tulikuwa tunalitaka na kila kitu? Nitajaribu kwenda na time frame ya mazungumzo tofauti tofauti ambayo nimebahatika kuyasikia kutoka kwa mzabuni wa Simba, lakini pia uhalisia wa kile ambacho kilikuwa kinaonekana kinaendelea katika dirisha hili dogo la mwezi Januari. Ni kweli kulikuwa kuna ahadi ya mchezaji ambaye mashabiki wanamtaka. Yaani ilikuwa ni wewe shabiki wa Simba, nani unamtaka aweze kusajiliwa na Jairuti. Lakini kitu ambacho naweza nikakithibitisha hapa kwa 100% ni kwamba hakuna mchezaji ambaye amesajiliwa kwa pendekezo la mashabiki. Sio dirisha kubwa, sio dirisha dogo. Lakini kwenye dirisha hili dogo la mwezi Januari, nini kinaendelea ndani ya Simba? Na nitarudi mpaka tarehe 29 mwezi wa 9 2025. Kuna interview aliifanya mzabuni wa klabu ya Simba Sports Club. Nitanukuu maneno yake ya mwanzo kwa ufupi tu kwenye ile interview, na nitakuja niunganishe na hichi ambacho kinaendelea ndani ya dirisha dogo kwa upande wa Simba Sports Club hivi sasa, na kwa nini nimelitaja jina la Ismail Olivier Toure. Kwa nini sikumtaja mtu mwingine yoyote? Yani kwa nini sikuwataja kina Anicet Oura, kina Libase, wote hao sikuwataja. Nimemtaja huyu mtu anaitwa Ismail Olivier Toure. Simba Sports Club wamempata mwalimu mpya mwezi uliopita, mwezi wa 12, na ukweli ni kwamba mwalimu mpya amekuja na mahitaji yake. Jairuti aliwahi kufanya interview mwezi wa 9 mwaka uliopita tarehe 29, na kama kawaida waandishi, unajua tena, walimchokonoa. Swali ni lile lile kwamba vipi Fei, kwa sababu kwa mujibu wa mchezaji ambaye mashabiki mnamtaka, jina ambalo lilikuwa ni widespread miongoni mwa vinywa vya mashabiki wengi ni jina la Faisal, kwa bwana kamchukue Fei. Na ukweli ni kwamba hata yeye Jairuti alikiri kwamba swala la kwenda kumchukua Fei lilishindikana licha ya kwamba walijaribu. Katika interview ambayo alifanya tarehe 29 mwezi wa 9, aliweka bayana kwamba huu usajili ambao anataka kuufanya wa huyu mchezaji utazingatia kwa kiasi kikubwa pia mahitaji ya benchi la ufundi. Specifically, explicitly alikitaja hicho kitu kwamba sawa, ana acknowledge na kukiri kwamba ni kweli pendekezo la mashabiki ndio kilikuwa msingi namba moja wa huu usajili, lakini pia kuna nafasi kubwa sana ya benchi la ufundi kuonesha ni nini na wao wanakihitaji kulingana na kile ambacho kiufundi kimepelea kwenye timu. Sasa basi, wakati tunaingia kwenye dirisha hili dogo la mwezi Januari, Simba wamefanya usajili wa wachezaji takriban 7 mpaka sasa hivi. 6 wametambulishwa, wa 7 ni Ino Jospin Loemba, muda wote kuanzia sasa atatambulishwa. Lakini miongoni mwa wachezaji ambao kuna gharama kubwa sana imetumika kwa ajili yao na ni pendekezo la mwalimu Steve Barker ni mlinzi wa kati Ismail Olivier Toure. Hili ndio lilikuwa pendekezo la kwanza kabisa la mwalimu Steve Barker ambalo lilitambulishwa rasmi na Simba. Ismail Olivier Toure ni mchezaji ambaye hakukuwa na chanzo chochote ambacho kiliwahi hata kusema kwamba kuna mazungumzo yamefunguliwa kwa ajili ya huyu mchezaji. Issue ni kwamba huyu Ismail Olivier Toure, ukijaribu kwenda kuitazama thamani yake sokoni, ana thamani ya euro milioni 1. Inawezekana kuna baadhi ya watu wakasema unajua pengine sio big deal. Ni big deal. Huyu ni mchezaji ambaye ana thamani kubwa. Simba wamempata kama mchezaji huru, lakini angalia nini ambacho Simba wamekifanya kwa huyu na hawakukifanya kwa wengine. Wakati Simba wanafanya usajili wao kwenye hili dirisha dogo, ukienda ukitazama mikataba ya wachezaji wengi ambao wamesajiliwa na Simba kwenye dirisha hili, utagundua kwamba wanapewa mwaka mmoja, imezidi sana miaka 2. Kibabage kapewa mkataba wa mwaka mmoja wenye nyongeza ya mwaka mwingine mmoja kutokana na performance. Chama kasajiliwa kwa mkataba wa mwaka mmoja. Ukimtoa Libase ambaye kapewa miaka 3, Anicet Oura mwaka 1.5, Ino Jospin Loemba miaka 2, lakini huyu Ismail Olivier Toure ni mchezaji ambaye Simba wamempa kandarasi ya miaka 3. Na kwa kuwa amekuja kama mchezaji huru akiwa na thamani kubwa sana sokoni, maana yake better best believe huyo mchezaji signing fee yake ni kubwa sana. Yaani package yake ya kumpata kama mchezaji huru ni kubwa sana. Ukweli ni kwamba mwalimu Steve Barker alikuwa na mahitaji mengi sana kwenye dirisha. Yaani yeye mwalimu sasa, kwa sababu ni mpya, ana mahitaji yake. Kwa hiyo mzabuni anatakiwa aende na mrengo wa klabu kusapoti kile ambacho kinatakiwa kwa wakati huo.
Huwezi kwenda kuchukua tu mchezaji ambaye mashabiki wanamtaka moja kwa moja, ili hali kuna mwalimu mpya amekuja na kuna mapendekezo ya wachezaji ambao na yeye pia anayataka. Ingelikuwa klabu ya Simba imemaliza uwanjani, labda inaingia kwenye dirisha dogo, inahisi kwamba labda kuongeza ni mchezaji mmoja mpaka wawili, kama vile icing on the cake, ingekuwa ni rahisi sana kusema kwamba mashabiki mnamtaka nani? Tunamtaka mtu fulani kwa sababu timu ishatimia, tuletee tu luxury player fulani, mambo yanakuwa mazuri. Lakini Simba inahitaji wachezaji wengi ambao mwalimu alikuwa anataka waweze kutengeneza timu kwa wakati huu. Mchezaji yoyote kwa wakati huu ambaye atasajiliwa kwa mkono wa Jairuti, ni wazi hatosajiliwa kama sehemu ya pendekezo la mashabiki, lakini atasajiliwa kama sehemu ya pendekezo la mwalimu, kwamba nini ambacho kwanza mwalimu anakitaka. Hii timu inajaribu kutengenezwa, hii timu inafanyiwa reshuffle, inafanyiwa overhaul. Kwa hiyo kuna wachezaji wengi ambao mwalimu kwanza atakuwa na wahitaji yeye kiufundi, ndio ambao inahitajika, hata nguvu ya mzabuni ingie hapo. Kwa hiyo mwisho wa siku Ismail Oliver Ture amepewa mkataba wa miaka mitatu. Miongoni mwa wachezaji ambao wamepewa mikataba mikubwa ndani ya Simba ni huyu. Mkataba wa miaka mitatu ni investment ambayo inakuonyesha kwamba kuna mahala hapa kuna mtu kajimaliza kweli kweli, kwa sababu huu ni usajili wa dirisha dogo, na huu ni mchezaji ambaye hata kama ni pendekezo la mwalimu, Anise Toura ni pendekezo la mwalimu, lakini kapewa mkataba wa mwaka 1.5. Kwa nini Ismail Oliver Ture apewe mkataba wa miaka mitatu? Niliwahi kuweka bayana kwenye video yangu iliyopita kwamba kwa kiasi kikubwa sana mchezaji anapokuwa ni mlinzi wa kati na akawa ndo pendekezo la mwalimu, hawa wachezaji huwa mara nyingi walimu huwa wanawapatia kwenye kuwapendekeza. Yaani kama kuna maeneo ambayo mwalimu akipendekeza mchezaji, uwezekano wa huyo mchezaji kuwa ni mchezaji serious ni kwenye position za mlinzi wa kati. Ilikuwa ni wazi mzabuni Jairuti atasapoti kile ambacho mwalimu anakihitaji zaidi. Yaani chumba cha mashabiki kumpata mchezaji ambaye nyinyi mlikuwa mnataka kumpendekeza au mlikuwa mnamtaka, hiyo room inaonekana kabisa ilikuwa haipo, hasa kutokana na uhalisia wa mwalimu mpya kuingia mwezi uliopita na dirisha la usajili kufunguliwa na Simba kuonekana ni klabu ambayo inahitaji kufanywa reshuffle ya kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima ajenda na maono ya mwalimu kwanza ndio yasapotiwe. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, nimemtaja Ismail Oliver Ture kwa sababu marupurupu yake ni makubwa sana, signing fee yake huyu mchezaji ni kubwa, thamani yake sokoni ni kubwa, kapewa mkataba mkubwa, ndo pendekezo la kwanza la mwalimu Steve Barker ambalo lilitambulishwa na Simba. Ni mchezaji ambaye kapewa mkataba wa miaka mitatu. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa kwamba huyu ndo mchezaji ambaye kiuhalisia kuna kila dalili huenda ile fedha ambayo ilikuwa inawekwa bayana kama ndo itakwenda kuweka mzigo wa kumpata mchezaji ambaye mashabiki watamtaka, basi ni wazi kipaumbele mara hii kimekwenda kuwa ni kocha nani anamtaka. Kwa mwisho wa siku, huenda mashabiki hamjampata mchezaji ambaye nyinyi mnamtaka, lakini mmekwenda kupatiwa mchezaji ambaye mwalimu mpya anamtaka kama sehemu ya kujaribu kukijenga kikosi chake kwa wakati huu.